wa kutosha kuweza kutembea kwa uhuru. Sawa? Coverall. Okay. Sawa? Nilikuwa nakumbusha kwamba maandalizi ya mwanzoni kabisa tulisema huyu yupo kwenye eneo la kutolea huduma ambapo scrub suit pamoja na buti ni uniform. It's not only a PPE, it's a uniform ya kuitumia. Kwa hiyo kwenye procedure hapa ndio maana unakuta kwamba tunaanza kabisa kuizungumzia kwa sababu tunategemea mtu anapokuwa kwenye isolation au kwenye sehemu kwa ajili ya kufanya kazi, basi hiyo inakuwa ni sehemu ya uniform zake. Na isiwe shida, unaweza wakati wa kuvaa ukawa na kiti ukanania sawa watu wenye vitambi kama mimi. Kiniambia nisimame sana inakuwa shida. Kwa hiyo unaweza kukaa kwenye kiti vizuri ukavaa. Kwenye kuvaa hakuna shida sana. Na kwenye kuvaa kuna misaada inaweza ikatolewa, lakini kwenye kuvua hamna msaada. Nani kwa wakati unavaa lazima uwe unajaribu kuangalia vitu vyote, kama umevaa pale gloves zako ziko sawa, hazijatoboka nini, unahakikisha mwanzoni unahakikisha. Tuzali ukiona kitu mapema kukirectify moja kwa moja. Glove nyingine inaweza ikatoboka wakati unavaa. Then inayofuata, sawa, ameenda vizuri. Inayofuata anasema pandisha zipu. Inasema pandisha zipu. Pandisha zipu, ubane kibanio cha coverall kwenye usawa wa shingo. Ampandisha zipu. Wakati huo anasema gloves za ndani ziingie, gloves iingie ndani ya mikono ya coverall. Toboa tundu kuingiza kidole gumba kwenye miisho ya mikono ya coverall. Naomba bado msaidie. Unaona pale anatoboa tundu ili aingize kidole pale. Kuna pipi zingine unakuta zimekuwekea kikamba. Kwa anafanya vile pale, na maana kwamba ili glove ile ikae ndani ya coverall, isikae nje. Aha. Sasa baada ya hapo anasema maski ya kawaida. Sasa kuna maski za namna mbili. Kuna maski ya kawaida na maski ya N95. Zote tunaweza tukazitumia. Sawa? Lakini sisi hapa tutake avae maski ya N95. Kwa maski ya N95. Okay? Kuvaa maski ya N95, kitu cha kwanza anasema weka maski yako kwenye kiganja, sehemu ya pua iwe upande wa vidole. Sehemu ya pua ni ile kuna sehemu fulani na kama kachuma ile sehemu ndio sehemu ya pua.
Kwa vidole vikae juu upande ule kama alivyoweka, unaona vidole alivyoweka. Then anasema ruhusu kamba kuning'inia chini ya mikono. Ukiweka vile kamba zining'inie chini ya mikono. Zining'inie. Yes. Sawa, kamba zimening'inia ziko chini ya mikono. Vaa maski yako, anza sehemu uliyoweka kwenye anza sehemu inayoenda kwenye kidevu, kisha sehemu ya pua iwe juu. Ona? Yes. Aha. Vuta kamba ya chini, peleka kichwani na kuibana shingoni chini ya masikio. Kamba ya chini, peleka kichwani na kuibana shingoni chini ya masikio. Chini ya masikio, yes. Nasaidiwa. Kichogoni chini ya masikio. Peleka kichwani na kuibana kisogoni. Unabana kisogoni. Anasema tumia vidole vya mikono yako kwenye sehemu ya chuma inayoshikana na pua na uibane kulingana na mfano wa pua. Angalizo, usitumie mkono mmoja. Unabidi utumie mikono miwili kama anavyofanya pale. Usifanye hivi na mkono, usibonyeze na mkono mmoja. Waonyeshe mkono mmoja maana yake nini? Mkono mmoja maana yake kubana hivi. Kwa kutumia mikono miwili kama alivyofanya kubana pale. Kagua maski. Katika kukagua maski anasema, tunasema kwa Kiingereza wanasema perform seal check. Perform seal check ina maana anasema puliza kwa nguvu. Kama maski ikijaa inaonyesha kuwa maski haijatoboka. Puliza kwa nguvu. Yes, mmeona pale. Imekuwa inajaa. Ina maana maski yetu haijatoboka. Lakini unaweza kufanya seal check tena kwa kuvuta hewa ndani. Kama hakuna sehemu iliyotoboka, maski itabana kwenye uso. Isipobana usoni, irekebishe, na usiporidhika itoe. Yes, amesema iko vizuri. Hatua ya 5 anasema vaa miwani au kifunika uso, face sheet, na hakikisha imebana vizuri kwenye kichwa. Naomba vaa miwani. Okay. Namba 6 anasema vaa apron yako na uifunge vizuri mgongoni. Funga fundo utakalo fungua kwa urahisi. Hapa ni muhimu sana. Sehemu hii watu wengi sana wanakosea. Bado hatujafaa kofia ile. Kwa hiyo unahakikisha unapoivaa hii apron yako iwe nyuma ya ile kofia ambayo bado inaning'inia nyuma kama alivyoiweka. Imeshuka nyuma ya ile kofia ambayo bado inaning'inia kwa nyuma pale. Hapo anafunga fundo ambalo yeye itakuwa ni rahisi kwake kufanya nini? Kuvua. Okay. Okay. Vaa jozi ya pili ya glove. Anavaa jozi ya pili ya glove.
Kwa glove ya pili inatakiwa iwe angalau ni kubwa kuliko ile ya kwanza, au iwe ni ambayo hata ukivaa itakuwa ni rahisi iwe ni rahisi kuivaa na vile vile rahisi kuivua. Va. Okay. Hii glove ya pili inakuwa juu ya ile glove ya kwanza na hata juu ya hili letu. Ndio maana nikasema kwamba natakiwa iwe glove ambayo ni kubwa kuliko ile ya kwanza ili uweze kuvaa juu ya ile nyingine. Then kinachofuata nasema vaa kofia ya coverall. Vaa kofia ya coverall. Nisaidie. Yes. Vaa kofia ya coverall, hakikisha kichwa, uso, shingo zimefunikwa kabisa. Kabuni. Yeah. Yes. Angalia kama yupo covered, lakini kama hayupo covered lazima vaa kijuba, kofia ya nje. Kama kofia ya coverall haifuniki uso na shingo ipasavyo. Kwa hiyo unabidi uangalie. Kama imefunika vizuri, kuna haja ya kuvaa kikofia au kijuba. Lakini kama haijafunika vizuri, inabidi avae kijuba. Kikofia pale. Hebu ingawaje imekava vizuri, hebu vaa tu hicho kijuba. Kwa muda tusaidie. Okay, anasema jitambulishe kwa kuandika jina, apron na muda unaoingia. Sasa hapa unaandika jina lake pale hapa mbele, alafu unaandika na muda alioingia. Ili kama inatokea unaona kwamba muda umekwenda zaidi, bidi andike majina yaandika kwa chini hapo inaonekana. Tumboni.
Andika muda iliyoingia 5:21. Okay. Sawa. Sasa ameandika, amevaa na pale na kila kitu, kwenda haraka. Okay, msimamizi afanye yafuatavyo, si ndio? Msimamizi akague kuhakikisha ngozi yote imefunikwa, kwamba mtu amefunikwa. Then kitu cha pili, hakikisha uko huru vizuri, unaweza kunyosha, kukunja mikono, kuinama na kitu kama hicho. Yes. And then ingia udini au sehemu ya collect specimen, kama kwenda kufanya kazi unaenda kuifanya. Okay. Then anasema ukiingia sehemu hiyo hakikisha usiguse wala kurekebisha mavazi kinga unapoingia eneo humo. Kisha umeshaingia unaendelea na kazi. Angalizo, mavazi yanavaliwa katika eneo tofauti na eneo la kuvulia. Sawa? Hapa amevaa sehemu atakayovulia sio hapo. Lazima kuwe na eneo ambalo litakuwa dedicated. Tutapitia baadaye kuangalia haya maangalizo na nini. Lakini tuangalie maandalizi ya kuvua. Wakati wa kutoka, ingia kwenye beseni la kwanza lenye klorini ya 0.5 ili kutakatisha mabuti na kusafisha mikono. Kwa kuna beseni la kwanza, tunaingia kwenye beseni la kwanza ambalo linasema kwamba ni kwa ajili ya kutakatisha mabuti, ambalo hili lina 0.5%. Punguza kugusa mavazi. Anasema hakikisha beseni la chlorine 0.5 liko tayari kwa maandalizi ya kuvua vifaa. Hatua za kuvua. Step. Sasa kishavua hapo unatoka. Anatoka ameshamaliza pale. Hatua za kuvua. Takatisha glavu za nje au glavu ngumu kama zilitumika kwa kutumia chlorine 0.5. Glavu ngumu wa kutumia. Kwa hiyo hapo atatumia takatisha. Fanya just demo ku ameshamaliza kufanya kazi, amesha collect specimen, ameshamaliza. Hatujafanya demo ya collect specimen, tunafanya demo ya donning and doffing, kuvaa na kuvua. Alishamaliza kazi. Maandalizi ya kuvua ndio hiyo. Ya kwanza ameingia kwenye beseni, ya pili ametakatisha glove za nje au glove ngumu kama zilitumika, lakini ngumu sisi hapa tutumia ngumu, wanatumia wale watu wanaowazikaji au wanaofanya usafi. Then hatua inayofuata anasema ondoa kofia ya nje, kijuba kama ilitumika. Sisi hapa tuchukue ilitumika. Kijuba hiki anakishika, anakitoa na kukitupa kwenye baadhi sehemu ya kudispose. Yes. Kwa hiyo ameitupa, amedispose, ameshatoa kijuba. Then nasema takatisha glove ya nje kwa 0.5%. Wakati hapo aliposimama amesogea hatua mbele tutoa kwenye lile beseni ambayo iko kwenye hii area yote ni area ni red zone. Then nasema kwamba toa apron kwa kuizungusha sehemu ya nje mbele ikiwa ndani na sehemu ya ndani ikiwa nje. Hakikisha sehemu ya apron haigusani na uso. Kama apron inatumika tena, weka kwenye chombo cha chlorine kwa ajili ya kufanya decontamination. Sasa unakwenda kutoa. Ametoa lile fundo lake alipolifunga. Kumbuka tulisema funga unaloweza kulifungua. Then anapotoa anatoa nje ndani. Naomba utavua apron lako.
Pandisha mkono kidogo kwa juu. Kwa juu. Unaweza kaivua au kaivua. Unahakikisha unashika ile sehemu ya nje, usishike sehemu ya ndani. Sawa? Anasema kagua vifaa vyako kuona kama yana uchafu na mavazi kama kuna mpasuko. Okay, tuendelee. Nyingine anasema vua glavu ya nje na ziweke kwenye mfuko wa taka hatarishi. Kwa unavua glavu ya nje. Sawa? Okay. Sema kagua glavu za ndani kama zina uchafu unaonekana. Then takatisha glavu ya ndani kwa kutumia 0.5%. Then vua kofia kwa kuirudisha nyuma ukifuatiwa na kuvua coverall. Kwa vua kofia kwanza irudishe nyuma. Alafu fungua coverall, anasema fungua kitambaa kilichofunika zip. Inua kidevu juu, leta mkono wako sehemu ambapo hapa sehemu hii kuanzia kitovu, kama vile anapandisha mkono unapandisha, unaupandisha taratibu. Utakapoigusa zip tu hapo hapo una stop, unaishika zip, alafu unafungua hiyo coverall yako. Fungua zip yote taratibu. Yes. Rudisha mabega nyuma ya coverall na taratibu kwa uangalifu rudisha coverall nyuma kwenda chini, ukishika sehemu ya nje bila kuigusa. Ukiizika sehemu ya nje, ukifunika sehemu ya nje bila kuigusa. Wakati huo unakuwa unajitikisa kidogo ili kuhakikisha iende. Kwa hiyo mikono una support ni kidogo sana, lakini yenyewe inatakiwa iende uweze kuivua ili ku avoid kushika hiyo. Hiyo nasema ni kama sio mzuri wa kucheza break dance na kucheza kidogo. Okay. Wakati huo anaendelea kuishusha, kuivua, lakini ikihakikisha kwamba sehemu ya nje, sehemu ya ndani ndio inaenda nje. Akiikava ile sehemu sehemu ya nje kwa kutumia sehemu ya ndani.
Okay. Likusanye kiweka ndani, sehemu ya ndani nje. Okay. Hapa ndo panakuwaga na mtihani kidogo kwenye kuvua hapo. Then akisha takatisha glove ya ndani kwa kutumia chlorine ya 0.5. Okay. Sasa kuvua miwani. Anasema kuvua miwani au kifunika jasho face shield. Nyanyua shingo, nyanyua kichwa mbele kidogo, shika kamba kwa nyuma na kuipeleka mbele kupitia kichwani, kisha uiachie mbele bila kugusa sehemu ya uso. Miwani. Unainama kidogo? Yes. Sawa? Anasema note, hakikisha haigusi sehemu ya mbele ya kifunika uso. Hakikisha miwani haigusi sehemu mbele ya uso. Takatisha gloves za ndani kwa kutumia chlorine 0.5. Then kuvua mask. Fungua kamba ya chini kisha ya juu na kuivulia mbele. Sasa hii ni mask ya kawaida. Twende kwenye N95. Anasema nyanyua kichwa kidogo mbele, fungua mpira wa chini kisha shika mpira wa juu na kuivuta mbele mask wakati unarudisha kichwa nyuma. Usiguse sehemu ya mbele ya... Yes. Takatisha glavu yako za ndani kwa kutumia chlorine ya 0.5. Okay. Ingia kwenye beseni ya pili yenye chlorine ya 0.5% ili kutakatisha mabuti. Tulikuwa na beseni la kwanza mwanzoni, sasa hivi ameenda kwenye beseni la pili, anaingia kwa ajili ya kutakatisha mabuti. Then ukishatakatisha, naenda mbele, anatoka kwenye beseni, anatakatisha gloves za ndani kwa kutumia 0.5%. Kwa hiyo washing station nyingine, unakuwa na washing station nyingine hiyo ya pili. Vua gloves za ndani na uziweke kwenye mfuko ya taka hatarishi. Okay, anasema kutakatisha mabuti kwa mara ya tatu. Ingia kwenye beseni, linakuwepo beseni la tatu lenye chlorine ya 0.5, lenye chlorine ya 0.5%. Anasema kisha uingie kwenye eneo lisilo hatarishi ambalo tunaliita low risk area. Waingia kwenye ndoo ya tatu ambayo ni kwa kutakatisha mabuti, hapa anaingia kwenye low risk area. Kinachofuata anasema takatisha mikono kwa kutumia kemikali ya kutakatishia au sabuni na maji. Hapa tunafanya hand washing ya kawaida. Kwa kama ni chlorine tunatumia ya 0.05 au tunatumia kitakatisha kama hand sanitizer au tunatumia maji na sabuni. Hii ni sehemu ya mwisho. Baada ya hapo kuna ukaguzi wa mwisho ambao lazima ufanyike.
Kama kuna michubuko, ihudumie kwa kuosha kwenye sabuni. Kama kuna contact yote sabuni, maji uweze kufanyiwa pale kwa kutumia maji maalum ya kusafishia, na of course kama kuna kitu chochote. Toa taarifa ya tukio lolote kwa kujaza fomu maalum au kwa kuwasilisha kwa msimamizi wako aliyekuweko pale. Hapo ndo unaulizwa, kuna kitu chochote umekiona sio tofauti? Kwa hiyo hakuna kitu chochote kile, lakini hata yule msimamizi anakuwa na observe kama kuna kitu fulani ulikiona kile cha tofauti, basi hapo ni sehemu ya kuchukua hatua. Kumbuka unaweza ukaenda kutoa sampuli alafu baadaye na mwenyewe ukawa ni sehemu ya kuwa isolated contact, na maana ukaweza kushindwa. Kwa hiyo ukivaa vizuri kwa kufuata SOP na kuvua, hutapata shida. Utavua kwa kufuata SOP kwa sababu kila kimoja kimejiweza kujiunganisha kule. Hatua ya mwisho anasema ukishatoka hapa huyu ameshamaliza. Hizo buti ni sehemu kama tulivyosema, sehemu ya uniform, lakini anasema kunywa maji ya kutosha na kuoga. Kwa sababu tayari huyu alikuwa na jasho jingi sana ambalo liliweza kuwepo pale. Hapo ndo mwisho wa donning and doffing ya PPE. Hii SOP ipo katika lugha ya Kiswahili na lugha ya Kiingereza. Iliandaliwa ndio wakati wa Ebola, lakini bado uvaaji na uvuaji bado ni uvaaji ule ule na uvuaji ni ule ule. Kwa hiyo mtatumiwa na kuweza kila watu waweze kuitumia kwa ajili ya nani, kwa ajili ya kazi zao na sehemu mbalimbali. Lakini vile vile RRT team za rapid response team za mikoa tayari nyingi tulishawapa, wanazo hizi, lakini kama hakuna tuwezi kutegemea sana, bado tutawatumia hizi huko. Naomba sasa display pale ile SOP waweze kuona mara moja. Tushamaliza hapo, tusajili. Mbona sasa pale hii kitu tulipitia pamoja, tukasema kwenye hatua za kuvaa tukaziangalia zile pale. Naomba scroll down, ni zile zote ambazo mtakuwa nazo. Nicho bwana akisema mimi hakuna kitu nilichokitoa kichwani, ila pale naona kwenye kuvaa maski kuna maski za aina mbili. Inaweza kama maski za kawaida au inaweza kama N95 mask. Kwa hiyo uvaaji wake huko tofauti kutegemeana na ile uliokuwa nayo. Kwa hiyo kama una maski za kawaida, kuna haja ya kusoma kumuelekeza mambo ya N95, hayahusiki. Lakini kama ni maski za N95, kuna haja ya kusoma yale ya maski za kawaida. Face sheet kama hakuna, mara nyingi sana tunakuwa hatuna face sheet, kwa hiyo kuna haja ya ile pale kuiweka. Kijuba sio lazima, inategemeana na mtu umeona yuko covered kivipi. Lakini wakati mwingine mtu anaweza kavaa zile maski za kawaida, vitu vingine asivivae pale, akavaa kijuba kile moja kwa moja kama vijuba tulivyonavyo, bado unakuwa protected, kwa sababu ugonjwa wa COVID ni droplet infection. Lingine ambalo niweza kuligusia hapo ni kwamba nikumbushie tu kwamba sehemu ya kuvalia sio sehemu ya kuvulia. Hizi sehemu zinakuwa ni sehemu mbili tofauti. Basi katika revision ambayo nitaka tuirudie tena na kufanya practice, na ili lengo kubwa ni kwamba ukiwapa hii SOP isije kawa SOP ambayo hauijui kabisa, lakini SOP leo tumeipitia na ndio ambayo tutatumia na kuweza kuangalia. Usione hizo rangi za njano. Rangi za njano hizo ni kitu cha kawaida tu, ni kwamba wakati tunafanya maboresho basi ziliweza kuweka hivyo vitu hapo, lakini haina maana yoyote nyingine ya tofauti. Asante sana manager pamoja na wote waliotufanyia demonstration. Tulikuwa na dada Familia pamoja na Amina alikuwa bado wake. Nafikiri maswali mengi ya jana yalikuwa yanauliza kuhusu namna ya kuvaa PPE kwa kufuata SOP. Na leo tumefuata SOP kuanzia mwanzo mpaka mwisho, na tumaini yale maswali ya jana yote yatakuwa yamejibiwa. Na kuna maswali hapa kadhaa ambayo nimejaribu kuangalia ambayo hayakujibiwa. Kuna ile moja linasema request form za kukusanya sampuli za COVID-19 wanaziandaa wao au zipo special kwa ajili ya ugonjwa huu? Karibu. Form mpaka sasa hivi tunatumia zile form ambazo ni generic za National Lab ambazo tunazitumia, ingawaje katika hii COVID kuna kitu kidogo inabidi kiongezewe ambacho hakipo pale. Utaifa, kwa sababu zinatakiwa katika hizi swala la utaifa
lina sehemu ya msingi sana kuhakikisha kwamba huyu mtu yuko. Kwa zile forms sasa hicho kitu kimekimisi, lakini ukitumia zile forms za National Lab ambazo ni generic, unaweza kutumia hizi correct sampuli. Lakini inaweza kawa sehemu ambako imepatikana suspect na fomu hawana, lakini sampuli inatakiwa ije. Sampuli isije bila fomu. Tumia hata fomu ya kutoka kwenye maabara ambayo at least na star 2 3 ngapi. Yaani tunajua galau maabara yenye viwango at least tunajua hata ile fomu yake itakuwa inakidhi viwango certain extent. Kwa hiyo unaweza kutumia hiyo ukatuma hiyo sampuli yako ikaja. Ya nakumbusha tu kwamba details za vitu ambavyo vinatakiwa viwepo kwenye fomu tulishaelekezwa. Kwa hiyo kama utatumia kwenye hiyo fomu ya nyingine utakayotumia, basi hakikisha hizo details zinakuwa captured. Asante sana manager kwa majibu mazuri. Hao walikuwa ni washiriki kutoka Shirati waliuliza swali hilo, na amini hata wengine pia wameweza kuelewa. Na kuna wengine waliuliza inaruhusiwa kuweka swab zote mbili ya nozo na oro kwenye VTM moja? Yaani hilo ndio jibu. Nani oro na nazo. Yaani usije ukamtoa mtu ya mdomoni ukaweka kwenye tube yake, ya puani ukaweka kwenye tube yake. Hapana. Oro na nazo zote unaziweka kwenye tube moja za mtu mmoja. Labda hiyo collect. Yaani ukicollect, kama ukichukua sampuli kwangu mimi, ukinichukua mdomoni unaweka kwenye vial, unachukua na ya puani unaweka kwenye vial moja. Usichukue moja ya mtu mmoja ukaweka vial mbili. Asante sana kwa majibu mazuri. Tulikuwa kuna swali jingine ambalo lilitoka Geita, anasema kama mtu ana dalili za COVID-19 na anapandisha majini, je, tutamchukuaje sampuli na kufanya management kwa mteja kama huyu? Hilo ni swala la decision na watu wanaoona kuangalia. Unajua unapofanya kitu chochote kile kuna risk assessment, kuna vitu vya kuangalia nini, lakini sasa hivi unaweza kumzungumzia majini yenyewe hata sijui yakoje. Ndio. Kwa hiyo nitaka kusema wewe sisi tunataka sample ya naso na oro. Ni sawa na tunavyochukua kwa watoto wadogo wa miaka 7, miaka 8, miaka 4 ambao wanajitaga wenyewe maninja na nini. Wakati fulani kuchukua sampuli kwao huwa inakuwa ni shida. Lakini tunafanyaje sasa? Hapo ndio kunakuwa na ushirikiano wa wazazi. Mzazi lazima ashirikiane pamoja na mtoa huduma au vyote vile ili kuweza kuchukua sampuli. Na ndio maana tuna prefer kwamba mchukue sampuli zote za mdomoni na ya mdomoni pamoja na ya puani. Asante sana manager na expert wa masuala haya ya imaging and reimaging diseases. Natumaini tumeweza kujibu maswali yote ya jana. Sasa tunaangalia kwenye chat kama kuna maswali mapya ambayo tunaweza tukajibu kulingana na session ya leo. Kuna swali kutoka kwa amejoin kwa Galaxy A10s, anasema naomba kuuliza gloves zinabadilishwa wakati gani pale unapoenda kwa mgonjwa mwingine? Swali hilo. Anaomba kuuliza gloves zinabadilishwa wakati gani endapo kama una wagonjwa wengi, utabadilisha kwa pale unapoenda kwa mgonjwa mwingine au wakati gani? Kwanza kabisa atushauri mtu mmoja akaenda kuchukua wagonjwa 4, 5, 6. Kama wagonjwa wako 10, basi at least tupate wataalamu 5. Yani the maximum you can go is 2 patients at least for comfortability. Najua kuna wakati fulani tunakwenda zaidi. Of course I once went beyond that. Na ndio maana huwa nalisisitiza kwa sababu najua ugumu wake wa kuchukua wagonjwa 3, 4 kwa wakati mmoja. Kuvaa hizi PPE is not comfortable. Na the more you stay with the PPE,
the more unaweza ukafanya makosa, kwa sababu utakuwa unachanganyikiwa, yani unakuwa hauko sawa. Kwa hiyo tunataka mtu mmoja achukue at least, yani kimekwenda to the maximum at least watu wawili. Kwa hiyo ndio maana tunataka watu wengi kwenye vituo vyetu, tuwe tuna uwezo wa kujua hivyo, unless otherwise una collect, unaenda unavua, unapumzika, unachukua tena unakuja kuchukua wengine, kwa sababu sio tu, is not a matter of glove, it's a matter of staying with those PPE for a long time. Lakini sasa hata kwa watu wawili unafanyaje? Ile glove ya kwanza kumbuka umevaa nje juu kabisa ya ile glove, kwa hiyo you can change the outer glove and put on the another glove and collect some from second person or second patient. Asante sana manager kwa majibu mazuri. Naona washiriki wengine wanatupongeza kwa platform, tumetumia platform nzuri ya Echo, tumewafikia wengi. Asante sana Cyril kwa kutupongeza. Natumaini kweli tumewafikia wengi kupitia mafunzo haya. Wengine wanasema wanaomba reference hizi notes tunazotumia, especially SOP tulikuwa tunaisoma leo, pamoja na zile slide presentation tulizotumia Jumanne na Jumatano. Yeah, hizi mtazipata ni nzuri zaidi, kwa sababu tunategemea baada hapa tupate hata feedback za kwamba na sisi tumeorient watu wengine, tumefundisha. We know that wengine wataketch vizuri, wengine watakwenda vizuri, lakini hizi ni mali yenu, ni mali yetu wote. Kwa hiyo tutazishare vyote kwa pamoja, vyote ili muwe full equipped kwa ajili ya kitu chochote, even for reference. Unaweza kusoma baadaye ukafika sehemu ukakwama ukaona nini, you can ask a question, hizo mtapatiwa. Okay, asante washiriki, wao msio na wasiwasi. Kama mlivyopatiwa taarifa ya kujiunga kwenye mafunzo, ndipo mtakavyopata hizi notes zote kwa mtiririko huo huo. Niliona washiriki kutoka Dodoma wanauliza hizi PPE watazipata lini, maana wamefurahia kuona hii demonstration ya kuvaa PPE. Sasa PPE wao watazipata lini? Na nafikiri pia ni swali la watu wengine na tumelijibu toka juzi, jana na leo pia wanauliza. Karibu kwa majibu. Kuhusiana MSD wata supply zinakwenda huko mikoani kote. Kwa watu wakiwa na shida wasiana na MSD kupitia kwa logistic officer wa mkoa au wasiana na RRT team. Inawezekana tayari zipo. Kwanza sio inawezekana, mikoa yote katika nchi inazo PPE, kwa sababu ugawaji wake ulianza toka wakati wa tishio la Ebola. Kwa hiyo wasiliana hivyo, lakini in case mnakwama, mnakuta mmeshindwa huko nini, mnaweza mkawasiliana bado na National Lab, tukajua jinsi gani ambavyo tunaweza tuka facilitate ili liweze kuzipata haraka. Asante sana manager kwa swali, kwa majibu mazuri. Kuna swali jingine naona kutoka kwa Cyril, anasema jana mlituelekeza kuwa unatengeneza line list na ukiingia ndani waweza kuhudumia zaidi ya mgonjwa mmoja. Je, hii ni kwa confirmed cases tu au hata kwa suspects au probable cases? Kwa sababu wasiwasi wangu hapo ni kuhudumia zaidi ya mgonjwa mmoja ambao ni suspect au probable case, basi kuna uwezekano wa kusababisha contamination kwa mteja ambaye huenda hana maambukizi. Okay, labda nilijibu hili, ndio kama nilivyojibu swali la kwanza ambalo ni kwamba tunatakiwa watu wa collect specimen wao wa kutosha, na ndio maana tunaandika pale jina na muda mtu aliyoingia. Hata kama msahau, ukikuta muda unakwenda zaidi ya dakika 45, mtu anakwenda anaambia huyu mtu aweze kutoka, kwa sababu anapata joto, unapoteza muda mwingi. Kwa hiyo ni vizuri unapoenda collect, tutacollect watu wachache, haijalishi ni probable, haijalishi ni confirmed, haijalishi ni suspect. The issue of condition na uvaaji wa zile PPE na kustay longer with that PPE, hilo ndo tunalimata sana, usije ukafaint. Ndio maana mwanzoni kama unaona tunasema kunywa maji, kwa sababu tunajua ukiangalia hapa aliyekuwa na demo hapa, jasho la kutosha limeweza kumtoka. Asante. Labda hata nikaongezea kidogo kwenye issue ya line list. Tumeshasema at least maximum unaweza wawili. Sasa usipoandaa line list ukiingia mle ndani na watu wawili, huwa tuna avoid confusion, that is why tunasema uandae line list nje, na ndio maana tunafanya pre-labeling kabla ya kuingia ndani. Kwa hapo tayari kumbuka umehudumia tayari wateja zaidi ya mmoja.
Kwa hiyo sio kwamba utafanya contamination. Ndio maana kama utahudumia mteja zaidi ya mmoja, ina maana utaingia na gloves zingine za kubadilisha. Ukimtoa wa kwanza, zile gloves utumia kwa huyu mwingine utatumia kwa mteja wa pili. Kwa hiyo ni muhimu sana hivyo vitu. Kuandaa hiyo line list yako, unaweza kukidhi haya mambo. Ukiingia ndani jua anayemtoa huyu ndio huyu kweli. Kama hujaandaa line list utajuaje kama anayemtoa ni yeye na una wawili. Kwa hiyo ni muhimu. Asante sana expert kwa nyongeza nzuri. Naomba matikani. Tumepata swali lingine kutoka Tandaimba, wanasema utajuaje kama sample ni sufficient ya nazo na oro? Na kuna swali lingine anasema kuna mtu kama mtu ana mafua unaweza kumtoa sample ya nozo? Naomba mnijibu hayo kwanza, tutaendelea kusema mengine. Utajuaje sample ni sufficient? Yaani hapo kujua kama sample ni sufficient ita depend na wewe kama umecollect sehemu sahihi. Kumbuka kuwa hutoi sample pale kusema ni sufficient, kwani swab haina kipimo. Sawa? Ni wewe kwenda kucollect sehemu sahihi kama tulivyofundishana jana na juzi. Yaani uende ukatachi sehemu sahihi, ukwangue wale virus, uweke kwenye VTM na ukate kwa usahihi. Kwamba sio sufficient ita depend na wewe ulichokifanya. Sawa? Kwamba wewe unataka kama nimechukua sample sahihi au sijachukua sample sahihi. Hiyo ya kusema kipimo kwamba kiko sawa au kiko sawa kwenye coronavirus, sidhani kama tunaangalia hicho zaidi. Tunachoangalia umecollective light area, na je umefuata procedure sahihi na umekata kwa usawa ile VTM isimwagike. Hivyo ndio maswali ya msingi ya kufuatilia. Asante sana. Labda niongezee hilo kwa sababu naona kuna mtu mwingine aliuliza kwamba jana of course anasema utajueje kama naso imefika kwenye eneo sehemu sahihi ya kuchukua sample. Unapochukua ile sampuli yako, utapopeleka ile nani, ukifuata tumesema kwamba unapeleka kwenye angle downward toward the center. Ukipeleka ile naso inakwenda moja kwa moja mpaka sehemu ambapo itagota. Ikigota pale umeshafika. Alafu hapo unakuwa umeshafikisha ile sehemu ya mwisho. Lakini ukikosea unaweza kufika sehemu juu kabisa ukasema kwamba umechukua sampuli. Ndio maana tunakuwa na wafunzo na kidogo watu waweze ku practice hiyo. Lakini lingine ni kwamba zile materials zilizoundwa, ndio maana tunasema usitumie cotton. Cotton pamoja na masuala mengine, ili ukitumia dry and rayon, zile material zinatenda kutrap enough virus. Kwa hiyo ukipeleka ikifika ile eneo, ukigusa kwenye lile eneo kishafikisha na ukarotate kidogo tu, unapata a number of virus unapata pa. Ndio maana lazima utumie the right material na mtu anaye correct ajue kwamba ajue nini anachofanya. Then we get the enough samples kwa ajili ya testing. Asante sana experts kwa majibu mazuri. Natumaini washiriki wanaendelea kuongeza uelewa. Naona Mbeya Zone wametuambia wako tayari kwa demonstration ile ya triple package. Sasa naomba tuende kwa Mbeya Zone nao tuwaone maswali. Tutaendelea kusoma, tukirudi tutajibu kwa kadri muda utakavyokuwepo. Naomba tuwatafute Mbeya Zone. Mbeya Zone naomba mjiandae. Habari za saizi? Nzuri. Naomba mtupungie mkono kama mnatusikia. Tunawasikia. Kwa majina naitwa Petro Daudi, ndo nitakuwa naongoza hii process ya packaging, ya triple packaging. Tutakuwa na Mjuni na Mary Jessica ndo wata demonstrate. Mary Jessica ni huyu aliyesimama upande, si namuona. Mjuni nyosha mkono wakuone. Kati ya hao wawili mmoja atakuwa ni, tunaassume kwamba mmoja ametoka collect sample, kwa hiyo tayari ina maana sample imekolektiwa, lakini hata vaa full PPE kama ambavyo mmetuelekeza jana kwa sababu tunafanya demonstration. Lakini tutaanzia kwenye step ya kufanya decontamination ya hiyo sample ambayo
imekolektiwa. Nani? Hii ni sputum sample. Hii ni sputum sample na hii ni VTM sample. VTM. Media ambayo tumeshachukua the noso and oropharyngeal. Mbeya Zono, samahani kidogo, tunapata vizuri, naomba mzoom zaidi ili tuweze kuona kwa ukaribu vile mnavyofanya. Kwenye kuzoom kwenye hichi speaker mnachokitumia upande wako wa kushoto kuna vialama vya plus na minus kwa chini. Kwa hiyo kuzoom ni kile cha alama ya jumlisha, una zoom. Unaweza kutumia akifanye kazi hichi cha kuzoom. Basi poleni sana, inabidi tuendelee tu hivyo hivyo. Naomba hata mnavyofanya kwa kusogeza meza hivyo pia ni good idea. Naomba muendelee. Mbeya Zono mmejimute. Tunaomba unmute speaker yenu. Tayari, naomba muendelee. Jessica, hatua ya kwanza ni kwamba sample iliyokolektiwa inafanywa disinfection kwa kutumia 0.5 hypochlorite. Hivi mnaona hatua ya pili, tuna yule bade ambaye ni msaidizi wa mtu aliye collect sample afungue Falcon tube. Alafu aliye collect anaiweka bila kugusa. Alafu aliyepokea anaifunga. Then aliyeipokea hiyo sample ataifanyia outer disinfection kwa kutumia 0.5 hypochlorite gel. Baada ya hapo atachukua cushioning material aweze roll over ili hatua itakayofuata ataiweka hiyo sample kwenye secondary container bila kushika, yani ataitumbukiza, ataidrop. Baada hapo ataosha gloves kwa kutumia 0.5, alafu atazivua hizo gloves. Baada hapo atadiscard kwenye biohazard, then ata close hiyo secondary container kwa kutumia mikono yake bila kuwa na gloves. Then baada ya hapo ataiweka kwenye box ambayo ni kwenye box la mwisho la 3. Baada ya hapo atachukua fomu, ataziweka kwenye kitu chochote ambacho kinazuia ikitokea kama kuna maji yamenani zisiloane. Kwa hiyo ataziweka mle ili kwa hiyo request form tayari zimewekwa kwenye tayari kuambatana na sample yetu. Lakini cha msingi ni kuhakikisha zile request form ziko complete, complete, kwamba imejazwa vizuri, ina detail zote za mgonjwa kulingana na mgonjwa aliyechukuliwa. Then
hiyo request form itawekwa ndani, itategemea na idadi ya sample ambazo zimewekwa kwenye hiyo box. Lakini kama na maana kama kuna nafasi tutaweka ndani. Kama ni sample moja it means tutapaki kwa ndani, kama ni nyingi tutapaki kwa nje. Kulingana kwamba sisi tumecollect sample moja, tutaipaki kwa ndani pamoja na secondary container. Then tutafunga. Hatua inayofuata ni ya mwisho, ambaye anafanya packaging ataelekeza jinsi ya kulebo hiyo sample kulingana na category. Yani katika sample kulingana na nani, na maana ni category A, na maana ataelezea zile details ambazo zinatakiwa kuwekwa juu ya kuwa indicated kwenye hilo box. Geuza box. Sample ya pili sikita. Malizia kwanza. Hii hatua ya kwanza zinafanana zote na hii kulebo. Endelea tu na hiyo ya kwanza. Kulebo sasa, waelezee jinsi ya kulebo. Pande mke. Hii box yetu ina sensa kulebo lenyewe. Kwanza hapa kuna product, ambapo katika hii box hii sehemu ya product unaweza kuandika UN number na proper shipping name. Katika kesi yetu tutaandika UN number 2814. Proper shipping name ya sample yetu ni infectious substance category A affecting humans. Alafu kitu kingine cha kuandika ni kuna consignee na shipper. Kwa consignee unaandika wewe unayetuma hiyo sample. Labda kama ni Frankie Mjuni, Mbeya Zone Referral, sanduku la posta 419 Mbeya, lakini unaweka na namba yako ya simu. Namba yako ya simu ni muhimu katika hii. Alafu shipper consignee ni kule inapokwenda kupokelewa. National Lab, sio? Ndio. National Lab, sanduku la posta hivyo Dar es Salaam. Mobile mtu ambaye atakwenda kuipokea, lakini shipper ni Frankie Mjuni, Mbeya Zone Referral, sanduku la posta, namba ya simu. Lakini kuna maboksi mengine yanakuwa yameandikwa hapo yenyewe yameandikwa kabisa proper shipping name na UN number. Hii unaandika mwenyewe. Hii ipo kabisa imeandikwa proper shipping name, infectious substance category A, affecting human, UN number. Hii hapa kama mnavyoiona 2814. Hapa kuna shipper unayetuma Frankie Mjuni, Mbeya Zone Referral, sanduku la posta, namba yako ya simu. Consignee nenda National Lab, sanduku la posta na namba ya simu. Lakini hapo kuna emergency contact. Emergency contact unamwandika mtu ambaye ikitokea lolote aweze kufanywa mawasiliano. Kwa kesi yetu hapa tunaweza kumwandika Jacob Lusekero. Emergency contact Jacob Lusekero ama Maria Kelly na namba yake ya simu. Namba yake ya simu ambayo ipo 24 hours online. Hiyo inapatikana, sio namba za simu, namba za simu. Namba ya simu basi nafikiri ndio hivyo. Twende katika sample nyingine, sample ambayo ni sputum. Ndugu watazamaji, tunaenda sample nyingine ya sputum. Na maana procedure itakuwa ni ile kama tulivyofanya mwanzo. Hatua ya kwanza atafanya sample rubbing, na maana kudisinfect kwa kutumia 0.5% jik.
anaonekana kamera, haina issue. Then ataiweka kwenye primary ambapo asishike, yani huyu anaiweka sample haruhusi kutouch huo mfuko, anatakiwa i-drop. Then baada ya hapo ata roll over cushion material ili kakae vizuri kwenye secondary container wakati wa transport. Baada hapo atai-drop kwenye secondary container without touching the secondary container. Na maana ana drop freely. Usishike. Baada hapo atavua gloves. Anatakiwa nawe kwanza kabla ya kuvua gloves kidogo, adisinfect hizo gloves, then atavua gloves bila kushika sehemu ya nje ya gloves. Then atazidiscard hizo gloves. Baada ya hapo atafunga secondary container kama tulivyofanya mwanzo bila kutumia gloves. Baada ya hapo ataweka kwenye box la mwisho. Na ndio hatua ya mwisho itakuwa ni ya kulebo kama ambavyo alielezea mwanzo. Atalebo kulingana na requirement za IATA ambazo ni za usafirishaji kwa kutumia kwa air freight ambazo ni international requirements. Kama alivyoelezea mwanzo kwenye ile sample ambayo tumemaliza. Then hapo hizo sample zitakuwa tayari kwa kusafirishwa. Ni hatua ya mwisho ni kuwapigia watu wa EMS kuja kuichukua hiyo sample ili waipeleke uwanja wa ndege tayari kwa kusafirishwa kwenda maabara ya taifa. Hapo ndo mwisho wa demonstration yetu. Tunawashukuru sana kwa kuwa nasi kipindi chote. Kama kuna maswali, kuna watu wametext message. Kama kuna maswali yoyote tutashirikiana naweza kuyajibu. Asanteni sana Mbeya Nzono kwa demonstration nzuri. Pia tulikuwa tunasikia sauti mwanzo mpaka mwisho, japokuwa video ndio ilikuwa inasumbua kidogo, ilikuwa ina stuck, kuna muda mna stuck, lakini sauti tulikuwa tunasikia vizuri. Tunawapongeza kwa demonstration nzuri. Sasa hivi na wakaribisha expert SMEs kwa ajili ya maboresho ya demonstration yenu. Karibu dada Vumilia. Asante facilitator. Kwanza kabisa niwapongeze sana Mbeya, Mary Jessica na Mjuni demonstration. Pia naomba labda tufanye collection kidogo. Sijajua kwamba hizo sputum na hiyo nazo sababu hiyo viti mmepaki kwenye box moja au mmetenganisha? Separate. Kama kuna mtu mwenye swabu, mwenye mgonjwa ni mmoja au ni mgonjwa wawili tofauti? Wagonjwa wawili tofauti. Hata kama ni wagonjwa wawili tofauti, ambapo hapo turekebishe. Package ya mwanzo tutapaki hivyo sawa kama ilivyo, lakini mwisho wa siku tunaomba tutumie box moja. Box moja hiyo shipa moja, hiyo box moja unaweza kaweka sample hata 3, 4, 5 za wateja tofauti tofauti. Sio lazima kwa sababu mna wagonjwa wawili mtume tipo package zote mbili mlizonazo kwenye site mziondoe, alafu kitokea nyingine mkashindwa kutuma. Hizo zote mmefuata taratibu zote, you can pack in the same. Sawa. Tunaomba hilo na washukuru kwenye hilo. Pia kuna sehemu nyingine kidogo mlitaka kuichanganya kwenye maelezo. Naomba na wengine tuende hivyo, sehemu ya consignee inapoenda shipa ni wewe unayetuma. Tuliweke vizuri. Na Sawa. Ile simu 24 hours emergency responsible person lazima awe, sio lazima awe Jacob, sio lazima awe nani. Anaweza kawa mkurugenzi wa kwenu
au wewe mwenyewe mojawapo unayejua details zote za hiyo sampuli. Sawa? Yaani lazima mtu ambaye anajua details zote za sampuli, kama kwenye ndege wakipata shida akimpigia simu anaweza katoa maelezo yaliyonyoka vizuri bila shida. Sawa. Sio lazima ujapo kuna Maria. Sawa. Asante sana dada. Pia na kwenye sampuli unasema ni category A, ita depend. Lazima uandike category A. Most hizi sample ni category B. Hizi sample za corona ni category B. Lakini mara nyingi tunalazimishwa na watu wa airport lazima tuandike category A. Lakini actually sample ni category B. Sio A. Sawa. Nisisitize hapo. Tunasema category B kwa sababu wewe umepata ni suspect, si ndio? Uzuri wa category A na category B kwenye mambo ya packaging yote yako almost kwenye ile sensitivity ya sample ni sawa. Of course zile packaging container na nini na vitu vingine vinakwenda na sensitivity yake. Lakini unapopata huko ni suspect, tunaisafirisha kama category B. Tunapozisafirisha hizo. Kwa kama alivyo sawa tume nani? La. Samani Mbeya. Naomba niulize Mjuni unanipata? Mjuni. Wakati unapaki pale sema ilikuwa na stack. Nilikuona kama umeshaweka secondary container, umenyanyua ile tertiary, siku unaelekea na wapi sikuelewa. Nilitaka maelekezo vizuri, ulikuwa unanyanyua kwa ajili ya nini au ulifungia pale? Secondary katika sputum au katika hii za nani? Ile ya nozzle uliweka hiyo VTM ile uliweka kwenye outer container hiyo secondary. Nilikuona umeinua lakini sasa picha ikastaki. Kujua kwa nini uliinua hapo ulikuwa unapakia. Alikuwa anaonyesha. Kunaonyesha kama umeshaweka. Alikuwa anaonyesha. Sasa ukiweka hivyo wengine wanasema ukishaweka na alikuwa amenayo. Ndio maana nataka tuweke clear hapo. Msije leo kuweka pale secondary kwanza kunyanyua kwa amanayo. Pale ni sehemu ya kupakia, malizia kila kitu hapo. Sawa. Asante sana experts kwa majibu mazuri. Sasa hivi manager anataka kutuonesha namna ambavyo tunaweza kuweka sampuli zaidi ya moja kwenye secondary tertiary container. Naomba Matupane utuweke sisi full screen. Asante Mbeya kwa demonstration nzuri. Niwapongeze sana, ila kuna hichi kitu kimoja nitaka nikisisitize kidogo kwa sababu hata kuna maswali mengine kuna watu wengine kutoka Hanang na sehemu nyingine waliweza kuuliza hilo swali kwamba tunaweza tukaweka sehemu moja. Ili niweze kulisisitiza kwa wote, ni mfano ukiangalia huko ndani mimi nilivyoweka hizi, hawa wanaweza kuwa ni patient wa 4 tofauti. Mfano hizi ziko 4. Kwa hiyo wanaweza kuwa ni patient wa 4 tofauti nikawaweka humu ambao ni hizi niliziweka humu ndani. Kuna huyu anaweza kuwa ni patient mmoja, huyu anaweza kuwa ni patient wa pili, lakini wanaweza kuwa patient wa 4 au hata wa 5 wakakaa pamoja, then ndio nikaweka kwenye hii container. Kwa hiyo usisafirishe kwamba una patient wa 3 alafu ukachukua hizi 3 au ukachukua hizi 4. Hii moja tu inaweza ikatosha kusafirishia patient au wote ambao tunao. Asante sana manager kwa clarification nzuri, na tumaini washiriki watakuwa wameelewa zaidi hapo namna ya kupaki. Sio kwamba tu ni recommended sample moja container moja, hata sample 4 hadi 5 tunaweza tukaziweka kwenye container moja. Naomba kujua kama KSMC yale maandalizi yao yapo tayari na sasa wanaweza kutuonesha ile demonstration, alafu tutarudi kwenye maswali na majibu. KSMC kama mko tayari.
Asante KSMC, naona wako tayari. Karibuni kwa kufanya demonstration yenu. Unasikika? Mnasikika, tumesha unmute, mnasikika. Okay. Habari za saizi? Nzuri. Naitwa Norbert Ephraim KSMC. Nataka tu demonstrate kuhusu kuosha mikono kwa sabuni na maji yanayotiririka. Tumeandaa ile maji na ndoo hapa kwa ajili ya kunawa. Awali ya yote, kama mtu una saa mkononi au pete au chochote kile ambacho kitakuzuia kunawa kwa usahihi, unastahili kukivua. Na mimi hapa nimevaa saa, kwa hiyo navua saa. Baada ya hapo unaloanisha mikono kwa maji kama ninavyofanya hapa. Baada ya kuloanisha mikono, unachukua sabuni, na sabuni hii inatakiwa angalau iwe mililita 3 hadi 5. Sabuni ya kutosha kunawa, kutengeneza povu la kutosha. Na kama nilivyochukua sabuni, natengeneza povu kwa kurub mkono wangu at least mara 5. Then nahamia upande wa nyuma wa mkono wangu wa kushoto, nayo una rub mara 5. Kuhakikisha unaondoa germs ambazo ziko katikati ya vidole, na kwa upande mwingine pia. Baada ya hapo, unarudi palms za ndani na interlock palms hizi kwa ajili ya kuondoa germs kwa upande wa ndani pia mara 5. Baada ya step hiyo, una interlock vidole hivi kwa ajili ya kusugua hizi knuckles. Hizi knuckles mara 5 nazo, na kwa upande mwingine pia. Baada ya hapo, tunasafisha hizi thumb, kidole kikubwa, kuhakikisha na hii sehemu ya hapa inakuwa safi pia. Tunafanya rotation rubbing. Baada ya hapo, tunasugua hii sehemu ya palm ya mkono wa kushoto kwa kutumia clasped fingers mara 5, na kwa upande mwingine pia. Na mwisho tunamalizia na wristi za pande zote. Tuna rinse maji kwa kutumia maji ya kutosha. Baada ya hapo, mikono yako unaiweka hivi kuhakikisha maji yanayotiririka yanamwagika chini na yarudi kwenye mikono. Kwa mtu asifanye hivi. Then unafuta na kausha mikono yetu kwa kutumia paper towel. Na ni vizuri mtu akawa amevaa shati au t-shirt ya mikono mifupi ili kuondoa ile kunja wakati wa kunawa mikono. Kwa hiyo nimemaliza demonstration. Asante. Asante sana kutoka KSMC kwa kuonesha demonstration nzuri, imekuwa very impressive. Naomba kutoka hapo KSMC mpashie aliye demonstrate na kumpigia makofi 3. Naomba mpashe, pasha, choma. Yamezidi 3, wamekupendelea. Asante sana kwa hiyo demonstration, kwa kweli imekuwa vizuri, umeenda step by step, hakuna hatua ulioruka, na tumaini kama watu wote sasa tutakuwa tunanawa hivyo mikono, inamaanisha tutakuwa hatubaki na chembe zozote za germs katika mikono yetu. SME, kama una la ziada kwenye demonstration hii? Sina la ziada, amefanya vizuri sana. Asante. Hata hapa SME anasema umefanya vizuri sana, hakuna la ziada.
Sasa hivi napenda kumkaribisha mwakilishi kutoka WHO kama ameweza kujoin kupitia spoke yoyote ile kwa maelekezo yoyote. Karibu. Sawa, basi tunaenda kwenye kusoma maswali na majibu. Wakati kama atakuwepo mwakilishi kutoka WHO atatuambia amejoin kwa kituo gani na tutaweza kumsikiliza. Naona maswali ni mengi, ila tutajaribu kuyajibu kwa kadri itakavyowezekana. Kuna swali nasema comments, hatukuona demo, tulisikiliza tu. Hata sisi pia kwa muda mrefu wa ile demonstration ya Mbeya Zono tulisikiliza sana, lakini video ilikuwa ina stuck. Kwa hiyo changamoto tulipata, lakini jana tuliona namna nzuri ya kufanya triple package, kwa hiyo naamini mmeelewa. Okay, sema sputum specimen tunaweka kwenye Falcon tube ambayo ndo itakuwa primary container. Je, secondary container itakuwa wapi? Sawa, naomba hilo swali linatoka kwa Techno Common 11. Naomba tutalijibu, SMEs wamesikiliza. Mwingine anasema kutoka unapovaa saa ukanawa then ukavaa tena, ufanyi recontamination? Unapovaa saa ukanawa alafu ukaivaa tena, je, hapo ufanyi recontamination? Hilo ni swali, naomba pia tuliweke kwenye benki ya maswali, tutajibu. Alafu kuna mwingine Joakim Charles anasema vitu tunavyoingia navyo lab kama saa au bangili au hereni kama okay, matipani sisi tumesogea mbali, tusogea labda mbele. Unakuza jibu, naona kwa shida sana. Hiyo tu. Sawa. Joakim Chacha anasema vitu tunavyoingia navyo lab kama saa au bangili, hereni, kuna haja ya kuvitakasa au tunarudi navyo home hivyo hivyo? Asante kwa demo nzuri ya kunawa mikono. Mwingine naomba tujibu kwanza hayo. Aliyesema kuhusu sputum tunaweka kwenye Falcon tube ambayo ndio itakuwa primary container. Je, secondary container itakuwa ipi? Asante facilitator. Nadhani kama mnakumbuka sisi hatujafundisha kwamba sputum iko kwenye Falcon tube. Kwanza naomba tuwe clear kwenye hilo. Na siku jamani tumefundisha kwamba sputum iko kwenye Falcon tube. Hatujafundisha hilo. Tulifundisha kuna container za sputum. Stellar zinafahamika zote, ni round, ni fupi, sio ndefu kama hiyo ya Falcon tube. Pia Falcon tube mdomo wake ni mwembamba. Kwa hiyo unapomruhusu mtu akaweka makohozi kwenye Falcon tube ambayo ni mdomo wake ni mwembamba, nadhani unaongeza issue ya contamination. Sawa, anapoenda kukohoa kuweka mle, ni rahisi kupakaza mpaka mle nje. Sisi tulifundisha kuna zile tube namba ile container pale tulionyesha jana kwamba ile ukisha collect kwenye ile container unaweka kwenye Ziploc biohazard bag. Kuna bag fulani zina Ziploc container kama hizi tulifundisha jana. Sio Falcon tube. Falcon tube inatumika kwenye hizi VTM kwa sababu tunasema nayo ni primary, kama inakuwa primary na ni primary ku primary nyingine pili kwa ajili ya kuavoid kupunguza contamination, lakini hatujafundisha ku collect sputum kwenye Falcon tube. Tunaomba tuwe clear kwenye hilo.
samahani, kabla hujaendelea naomba niongezee hapo kwenye sputum. Sputum sample ni sample nzuri kwa ajili ya EVD kwa sababu ni lower respiratory sample, but kwa ajili ya corona. But the thing is hatu encourage to collect sputum kwa sababu sputum inaongeza chances kubwa sana za kuweza mtu kupata contamination. Jinsi anavyokoa, yani unamuencourage kuproduce aerosols. Kwa hiyo ndio maana tunasema hiyo iwe ni the last sample when hatuwezi kupata sampuli ya hizi nyingine oral na nasal swab. Hiyo naomba niweke sana. Msiweke sampuli ya sputum kama ni ya kwanza then tuje tukapoteza wataalamu wetu kwa sababu ya hivyo. Na kama hatuna hivi tusichukue tena hiyo unaokwenda kwenye hizo tube ndogo nyembamba, unaongeza chances zingine hatari ambayo inakuwa kubwa zaidi. Hilo ni vende kulisisitiza. Na lingine nadhani hapa mzee alikuwa anasema kwamba kuna primary. Tunapokuja kwenye haya magonjwa ambayo ni highly infectious, mpaka ile Falcon tube ni primary container. Kwa sababu ile sample sisi tunachukulia kama ile Falcon tube imebeba sample. Tunasema primary container inabeba sample. Ndio maana kwenye hizi hapa alisema primary nadhani kuna vitu ambavyo kuelewa kwamba we regard those as a primary container na hii ndio secondary container. Ndio maana sifa ya secondary container, it can carry in even more than one primary containers. Ndio maana hile tumesema kwamba inaweza kaweka hata 2, 3 na kwa sababu ile ni secondary container. Lakini primary container inabeba sample. Na kwenye highly infectious is only that one here. Tulikuwa tunamalizia siku. Nadhani nilikwenda kumalizia hapo kwamba tufuate taratibu tunazopewa. Ndio maana inatokea kwamba mnaleta hizo sputum mnaleta kwenye Falcon tube. Kwa kweli mnatupa wakati mgumu hata sisi tunao process. Apart from that, kuna watu bado tunavyosema sample kisha collect au hizi sterile swab hizi tunapata challenge kwamba sometimes mna collect msa sterile mnarudisha kwenye ile pochi yake ya nani ya ile swab ulikotoa, sio sahihi. Sawa, tafuta sterile container kama hauna VTM na swab unazo. Ndio maana zilizopo kwa vituoni nadhani mna zile sterile swab zina tubu zake. Sasa tubu ni sterile, lakini unaporudisha kwenye ile pochi yake tulifungua, we never know kama unafungua ulifanyaje, ukarudisha sample ile umecollect kwa mtu nani kwa mgonjwa, then ukaitani back kwenye ile pochi, sio sahihi. Tunaomba tuwekane sawa wataalamu wenzangu kwenye hili tuweze kusaidiana. Pia kulikuwa na swali lingine mtu ameuliza, unapovua saa na ukanawa then ukaje ukavaa baadaye, haufanyi contamination? Yule pale alikuwa na demo kwamba alikuwa hajatoka kazini, lakini nadhani tunaelewa tukiwa maofisini tunaambiwa vitu gani to avoid kuingia na glavu. Tunaambiwa ka avoid kuingia na hizo saa, sio bangili, sio eleni, sio cosmetic, hizo mambo ya lipstick, sio nini, huwa tunaambiwa tusiingie na glavu. Kwa hiyo kama ukifika ulipo kwenye pochi lako ukafanya mambo yako kwa kumaliza wewe ukanao ukarudi kuvaa, sidhani kama kuna shida. Ila kama uliingia nayo kule ndani ukafanya nayo kazi then ukavuka kama pembeni ukanao tena ukavaa, hali na contamination. Kukufuata taratibu za safety. Kwa sio kosa letu, ni kosa la kwako. Safety tunafundishana kila siku. Sawa? Kwa hiyo tufuate tu taratibu zetu tunazopeana kwa sababu familia zetu mwisho wa siku tunaenda nyumbani, mkumbuke. Asante sana SMEs kwa majibu mazuri. Naomba tuendelee na baadhi ya maswali ambayo ni burning, tunaweza tukayajibu kwa haraka. John Chacha anauliza kirusi anaweza kuwa transferred kupitia vyakula au vyombo tunavyotumia wakati wa kula? Dodoma anasema thanks for the nice presentation you have been doing so far, we appreciate it. Will you please give us a critical overview from whatever being discussed, just a sum up? Dodoma. Asante, ndicho tunachokiendea sasa hivi kufanya kama ni review ya tulichofundisha toka juzi ile siku ya kwanza mpaka leo, tutamalizia hapo. Na ameuliza kirusi kinaweza kuwa transferred kwenye vyakula au kwa kutumia vyombo tunavyolia chakula. Karibuni kwa majibu. Labda niseme tu kirusi kinaweza kusafirishwa katika sehemu yoyote. Ndio maana tunasema kwamba kila mtu aweze kunawa mikono na kufanya. Kwa hiyo kama kutakuwa hiyo sehemu itakuwa iko contaminated, ndio, na ikawa within a time, hapana, si ndio, umekuwa contaminated, ni vifaa vyako, ni vyombo, ni nini,
unaweza kupata maambukizi. Lakini lazima kuwe na contamination ya hilo kitu namna hiyo. Yeah. Hata kama ni chakula, kama umeshare chakula kiko contamination, mtu unakaa mwingine anakula anapiga na chake hapo hapo. Obviously utaweza kupata. Kwa hiyo precautions zote ziweko zile pale ambazo unaweza kuhakikisha kwamba tuna. Asante sana kwa majibu mazuri. Kuna mwingine kutoka Usariva anasema habari za majukumu wataalamu facilitators. Nasoma kule juu, kutoka maabara ya taifa, hongereni kwa kazi nzuri, kweli wataalamu wamefurahi sana kupata maarifa haya. Usariva tena wanarudia, hongereni kwa mafunzo mazuri. USA RC Health Center. Anasema hongereni kwa mafunzo mazuri by Ferdinand Matata. Asante sana Mr. Ferdinand Matata. Tunaweza tukakupa nafasi ya kuongea kutoka hapo ulipo. Naomba utafute hichi kituo ili aweze kutoa neno lolote kwa washiriki, akiwa ni mmoja wapo wa organizer wa mafunzo haya. Kutoka kituo ambacho yuko Ferdinand Matata, tumesha ku-unmute. Karibu kwa neno lolote. Wataalamu habari za asubuhi. Mtazamaji. Pia hongereni sana kwa mafunzo mazuri na nimefurahi sana wataalamu wapata mafunzo na nilikuwa ninaomba tena najua leo ndio siku ya mwisho. Ndio. Na nafikiria kwamba sisi tutaweza tena tukapata session nyingine ya kuweza tena kuwaflash hao ambao waweza kujifunza, kwa sababu wengi wao hawakutoka kwenye eneo la huduma, kwa hiyo walikuwa wanazuia wachache. Kwa hiyo maabara ya taifa sasa tunataka kujipanga tuweze kuwaflash zaidi. Hii isiwe ndio siku ya mwisho na tukakomea mazima kabisa. Kila kikubwa, na pia salamu zangu mfikishie mkurugenzi wenu Dr. Nyambura kwa kazi nzuri aliyoifanya hii. Aendelee na kupambana na hii. Sija kaupotezea muda mwingi, natakia kazi njema. Nimeweza kujoin kwa upande wa Arusha kwa sababu tuko kwa Arusha huku kwa ajili ya kupambana na ugonjwa wa corona. Sasa ndio kuanzia huko, kwa hiyo tuko tutapambana kwa usahihi. Asanteni sana. Asante sana kaka Matata, tunashukuru kwa salamu na kwa pongezi hizo, tumezipokea na tutamfikishia pia mkurugenzi na hata expert hapa nao pia naona wanacheka, wamefurahi kwa kusikia neno kutoka kwako. Naona kuna comments nyingine, mtu amesign kwa M, anasema mafunzo yenu yametuelimisha vizuri. Chimala anasema tunashukuru sana kwa training, very interesting. Nimepata vitu vingi kuanzia corona sample management, EVD sample management, na hii pia nashukuru. Temeke anasema tunashukuru kwa training nzuri, tunasubiri muupload YouTube video tulizozikosa. Okay, asanteni kutoka Temeke. Pia ametukumbusha jana tuliwaambia tuna YouTube channel ya NHLO QATC inaitwa NHLO QATC Tanzania. Naomba utakapoenda YouTube ukiandika NHLO QATC Tanzania utatupata, usubscribe kwenye YouTube channel yetu ili uweze kupata video wa kwanza pale ambapo tutakuwa tuna upload. Na sasa hivi namkaribisha manager kwa kutuambia overview ya review ya yale tuliyofanya toka siku ya kwanza mpaka leo ambapo tunaenda kuwind up. Karibu. Okay, asante sana moderator, asante facilitators, asante washiriki wote kwa kazi kubwa na nzito ambayo tumeweza kuifanya. Ni kazi ya kujitolea na kulitumikia taifa letu kwa sababu tunalipenda taifa letu. Lakini kabla sijaendelea chochote, niendelee kusisitiza, naomba tutume mahudhurio kama ambavyo tulikuwa tunatuma kila siku, tutume kwenye kwenye mitandao kama tulivyokuwa tunatuma kila siku kwa wale
Lakini naomba kwa leo nipende sana mtume kwenye hii namba moja tu. Of course na email nitakupeni muweze kutuma, kwa sababu namba nyingine kidogo zina matatizo. Mtatuma kwenye namba, utaziandika baadaye. Okay. Namba ziandika. Namba 0767 28 89 89. Na email, ningependa sana email. Sasa huko kwenye email mtume vitu vingi sana. Kuna email mtume email official ambao mtume kwenye email inasema info@nhlqatc.go.tz. Okay. Basi tume atumie hizo. Kwenye hiyo ni email ya National Lab ambao unaweza kutuma sio hiki tu, hata na vitu vingine, lakini hiyo ni official ambao tunaweza tukapata hapa na kuangalia kitu chochote. Kwa hiyo karibuni sana kwa hilo. Lakini nipende kushukuru. Toka mwanzo tumeanza tulielekezana kidogo mambo ya overview of COVID. Tulipitishwa hapa na wataalamu wetu, tukaweza kujua at least kwa kiasi fulani maana au COVID au coronavirus ni nini, ambayo tulifanya siku ya kwanza ambayo ilikuwa ni siku ya Jumanne. Lakini tukaendelea tukafundishana mambo ya sample management, tukafanya mambo ya sample management, mambo ya collection, package, storage, tukafanya hayo. Then tukafanya demonstrations zake za mambo ya sample collection, mambo ya packaging, hand wash. Kumbuka nipende kusisitiza sana kwenye hand wash. Kwa nini hand wash tunapenda kuisisitiza sana? Kwa sababu hand washing ni tunasema kwamba ni standard hygiene practice au ni standard IPC practice ambayo tunaitegemea ni hand washing. Ndio maana kila sehemu tunataka watu wawe na hand washing facilities. Kwa hiyo hakikisha kwamba tunakuwepo na hiyo na kuipractice. Tusifanye tu kwa nini, lakini tuweze kuipractice kila mara. Na tukafanya practical za PPE. Nipende tu kusema kwamba tumeweza kufundishana hapa, lakini tuendelee kupitia na mara kwa mara. Lakini vile vile SOP itatumwa kuweza kuipitia ile kwa familia nayo. Lakini usipende sana usipende sana kutegemea, yani katika science tusitegemee sana kutunza vitu sana kichwani. Kutunza kichwani sana tunapenda sana, lakini ndio maana tunaweka SOP. Ukisha kitunza kitu kichwani, sasa hivi tunahitaji tuwe na SOP, kufuata SOP. Tutawapa hizi SOP, ifuate SOP, usione kwamba hii SOP mbona imekatana hiki. Hebu ifuate SOP. Ndio maana tunahitaji watu wafanye practice mapema kabla hawajaenda eneo la nini? La tukio. Ina maana kwamba tuna test SOP. Kwa hiyo SOP zote tunazokuwa nazo tunazitest, mnahakikisha ziko vipi, then msivende kwenda kubadilisha SOP kwenye eneo la tukio. Kwa sababu mtabadilisha SOP kwenye eneo la tukio, mwisho wako utakuta kwamba umefika kwenye hatua ambayo badala ya kuwa wewe ni mtaalamu wa kutusaidia, lakini unaanza kuwa contact moja. Badala ya kutoka kufanya kazi kurudi nyumbani, unarudi kwenda kuwa isolated. Kwa hiyo naomba tuwe hivyo, lakini kingine tuwe wawazi. Kama umeenda kufanya kazi yoyote unaona kuna kitu fulani ambacho hakijafanyika vizuri, basi unakuwa muwazi. Kwenda kuhifadhiwa sehemu na kuangaliwa kwa muda sio kitu kibaya, kwa sababu unakuwa umeokoa usalama wako, lakini umeokoa na usalama wa wale wengine ambao umewahudumia. Kingine tunashukuru watu waliofanya demonstration. Tumefanya demonstration chache kutoka kwa wenzetu walioko Mbeya Zono na watu wa KCMC. Tunashukuru sana kwa demonstrations zilizoweza kufanyika. Tunajua kwamba tungeweza kufanya sana, lakini muda wenyewe tunajaribu kukimbizana na kila kitu. Tufanye kitu kizuri, kitu kieleweke na watu waweze kupata, lakini vile vile na kazi zingine ziwe zinaendelea kufanyika. So feel free kudondoshea maoni yako na nini kwenye na hiyo email niliyowapeni ambayo mtaitumia kutuma maoni. Lakini la mwisho alichokiongea Mheshimiwa Matata nakichukua na kukiangalia sana, kwa sababu hivi vitu haviishi siku moja, na uwezo ukasema siku moja tayari umeshakuwa expert.
hata si wenyewe kufika hapa umekuta mara nyingi sana umeweza kushiriki. Najua kuna washiriki wengine huko ambao wameshashiriki sana, lakini nimefurahi kuna wengine nawafahamu nimewaona hapo lakini bado wameweza kuhudhuria. Hiyo ndio inayotakiwa. Usiseme kwamba hiki kitu mimi ninakijua. Kila kitu kina slightly changes ziko hapa. Ndio maana kuna kitu unaweza kukuta siku zote tulikuwa tunafanya hivi, lakini sasa hivi tumefanya hivi. Usiseme kwamba mbona mimi nafahamu tunafanyaga hivi. Unachoambiwa ndio ambacho unatakiwa ukifanye. Na kikubwa tu ni kuomba mtu upatiwe SOP. SOP ndio nzuri sana, inaweza kutusaidia kuliko ni kitu tunachoongea kwa mdomo. Kwa hiyo SOP hizi nitaongea na wataalamu wetu wa mitambo hapa, watazishare na wote mtaweza kuzipata huko kwenye vituo vyetu vya kazi. Kwa hiyo kwa kusema hayo niseme kwamba leo tutakuwa na mafunzo mengine, nadhani tutaambizana. Napenda sana tutumie feedback kwa kutumia ile email ambayo nimewapa. Hebu tutumieni feedback hii tuone kwamba hata lini tunaweza tukafanya mafunzo mengine. Kwa sababu haya ni mafunzo ya kwanza kwa njia hii, lakini ni platform ya kuandaa mafunzo mengine na kuimprove. Niweze kusema kwamba tumeona mapungufu mengi na tumeona mazuri mengi. Lakini tulioyaona tunatakiwa tuunganishe na wao ulioyaona ili tuweze kujenga sasa kitu kimoja. Kwa sababu tunaweza tukawa tunaona one part lakini tusikilize na kutoka upande wako. Basi kusema hayo, labda kabla sijafunga kabisa, kwa sababu nitafunga mwenyewe moja kwa moja, niruhusu facilitator wengine waweze kudani kidogo, alafu kabla sijafunga. Karibu. Asante sana. Nashukuru. Asante kwa summary ya vitu vyote tulivyofanya siku hizi 4. Tunashukuru sana, lakini nilipenda niongezee hapo kwenye summary aliko summarize manager kwamba kwenye issue ya corona jamani, kwenye sample collection, yani ndio sehemu ya mimi na deal zaidi kwenye sample collection. Sawa? Kwenye hizi sample collection kama unaona kabisa hauwezi na unaona kwanza kuna changamoto, tumefundishana hapa, lakini kabla tulikuwa tujafundishana, tutamani sana huko mikoani Tanzania tulikuwa tunaendesha surveillance influenza ni miaka mingi. Ukiona sehemu unapata challenge, wewe ukicommunicate na sisi kwamba collection ya sample unapata challenge, sisi tutakuconnect na site ambayo inafanya hizi kazi miaka zaidi ya 10 ina participate kufanya hizi kazi, kwamba waje wakupe assistant kwa mara ya kwanza uone sample inavyochukuliwa, then baada hapo utaendelea. Ila kama unaona umeweza kucompetent, just do it. Ukiona una mashaka, ask for assistance, tutakusaidia, tutakuconnect. Kuna mikoa kibao inafanya hizi kazi na kuna expert kibao walikuwa wanafanya kwenye flu. Kwa ili uweze kufanya kazi yako vizuri na ulete sample iliyo sahihi na ucollect na wewe ujiamini kwamba nimefanya bila kupata yani kwa avoid kwamba nisipate contamination, kwa sababu natamani kukulinda wewe uendelee kuwepo na tuendelee kufanya kazi pamoja kwa ajili ya kulihudumia taifa letu, ndio kazi yetu kuu. Kwa omba tu msaada, tutakusaidia, tutakupa mtu wa kukusaidia. Asante sana. Amina, kama unataka kuongea karibu. Asante. Mimi nimefurahi kutokana na kuwepo kwenu na kushiriki vizuri. Mmeonyesha ni jinsi gani ambavyo mmekuwa mmetamani kuyapata haya mafunzo. Cha muhimu ni kuzingatia kile ambacho tumefundishwa na kuwepo makini sana, na tunawategemea sana kwa sababu tunatakiwa tupate mwisho wa siku tupate majibu ambayo ni sahihi. Kwa hiyo nawapongezeni. Shukrani. Asante sana Amina kwa shukrani nzuri. Hata na mimi pia na washukuru Wizara ya Afya na washukuru wadau mbalimbali ambao wametuwezesha, WHO, CDC, THPS, tumeona wametuwezesha mafunzo haya kuendelea kuruka mtandaoni. Na washukuru washiriki wote ambao mmekuwa wavumilivu kwa kila siku. Japokuwa tumezidi ule muda ambao tulitangaza, lakini mmekuwa mkivumilia kuona ni kitu gani kinaendelea, mmeonyesha hiyo curious ya kutaka kujifunza. Na pia namshukuru mkurugenzi wetu pamoja na manager kwa kuendelea kutusupport katika mafunzo haya, na tumaini mbeleni tutaboresha zaidi na tutaweza kukusanya sampuli ambazo ni nzuri na kupata accurate results, kwa sababu lengo kubwa ni kupata majibu ambayo ni sahihi kwa wateja wetu na kwa wakati. Basi nakukaribisha manager kwa kufunga mafunzo haya. Okay,
Asante. Basi nishukuru, nadhani utashare link ya mtaomba utashare link ya YouTube. Nadhani nishashare nao. Utashare link ya YouTube kwa ajili ya washiriki wote kuweza kupata hizi video, lakini kama alivyosema mwezeshaji hapa Vumilia, akasema kwamba tuna site Tanzania tuna site za influencer ambazo zimetusaidia hata katika hili tatizo kabisa kuhakikisha tuna collect, ziko well distributed all over the country. Sikuwa mshawatajia siku moja yeah, tunazo tuna Kibondo Kigoma, tuna Mwanza Seketure, tuna Haydom Manyara, tuna Mount Meru Arusha. Nadhani ndio unaona hata ile kesi ya kwanza waliofanya kazi, tunashukuru sana hiyo Sentinel site, ndio waliofanya kazi ya kupata ile sampuli na kuweza kuituma. Lakini tuna Meru, Mwanza tuna Mount Meru na Meru, alafu Arusha huko, alafu tuna Dodoma General Hospital, alafu tuna Mwananyamala Dar es Salaam, tuna IST Dar es Salaam, tuna Bububu Zanzibar, tuna Mzinga Morogoro, tuna Mbeya Mbalizi Military Hospital, tuna Ndanda Kigoma. Kwa hiyo ukiangalia at least kuna sehemu ambayo ni ya karibu ya msaada ule wa immediate ambao tunaweza tukaupata kutoka pale. Kwa hiyo hivyo vitu vyote ni kuhakikisha kwamba angalau katika ile resource tulionayo ndogo, katika ile kazi inayokuwepo, basi tunajitahidi kuhakikisha kwamba nchi nzima tunakuwa katika hali ambayo tunaweza tukasaidia kuhakikisha kwamba wanapata picha halisi ya ugonjwa katika nchi yetu. Basi kwa kusema hayo, naomba niwashukuru tena na niseme tu rasmi kwamba mafunzo haya ya siku 4 tuliyofanya basi kwa leo kwa sasa yanaishia hapa. Asanteni sana. Kwaherini. Kwaherini. Naomba tupunge mikono kama alikuwa ananisikia.